Kamanda Assad asema kusitisha mapigano Gaza kunatokana na kukata tamaa Marekani na Israeli. Naibu mkaguzi wa kituo cha kijeshi cha Hatam al-Anbiya amezungumzia makubaliano ya usitishaji vita kati ya Hamas na utawala wa Israeli na kusisitiza kuwa makubaliano hayo yanatokana na Marekani kwa utawala wa Israeli kukata tamaa kwa sababu wamechoshwa mno na vita visivyo na mwisho licha jinai kubwa walizofanya ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, Kamanda Assad amesema hayo kwenye mahojiano maalum aliyofanya usiku wa kuamkia Alhamisi Oktoba 16 huku akizungumza uimara wa kambi ya Mukawama na wa taifa la Palestina. Amesema watu mashujaa wa Palestina wamepasi kishujaa na kwa uaminifu majaribio makubwa zaidi kwenye kipindi cha miaka miwili iliyopita. Ama kuhusu matamshi ya hivi karibuni ya rais wa Marekani, Kamanda Assad amesema, kwa kweli sijui watu wenye busara wanatazamaje kauli za hivi karibuni za rais wa Marekani. Je, kuna uovu wowote ambao Trump hajafanya mpaka leo hii? Anajifanya anapenda amani? Je, kuna mabomu mazito zaidi, mauaji makubwa zaidi ya watoto na uhalifu mbaya zaidi kuliko aliyofanya Trump? Kwani ya kushambulia mahospitali? Kwani ya kuua waandishi wa habari na kushambulia magari ya wagonjwa? Nini kingine angeweza kufanya? Maneno haya ya kudai wamesimamisha vita kwa sababu wanapenda amani ni ya watu waliokata tamaa na kuona hawawezi kufanya chochote Mukawama wa Palestina. Aidha amesema walidai kuwa wanataka kuiangamiza Hamas. Je, Hamas imeangamizwa? Si tu Hamas haijatoweka, lakini pia imeenea na kupata nguvu zaidi duniani kote. Akizungumzia historia ya mapinduzi ya Kiislamu ya nchini Iran, Kamanda Assad amesema wakati utawala wa kihalifu na muovu wa Pahlavi ulipokuwa kwenye kilele cha uwezo wake na ulipokuwa ukiwatupa wanafunzi kutoka kwenye ghorofa za skuli ya Faizie, Imam Khomeini aliahidi kuporomoka utawala wa Shahi, lakini watu walimcheka. Matokeo yake utawala Pahlavi umeporomoka na njia hii ya mapambano inaendelea. Makundi ya Mukawama ya Palestina yamepongeza operation ya kuzisafisha taasisi za usalama katika ukanda wa Gaza na kutangaza kuwa Palestina kamwe haitakuwa kimbilio na ngome ya mamluki wa adui mzayuni. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Shihabi, makundi ya Mukawama ya Palestina yamesema katika taarifa kuwa tunapongeza operation za kiusalama za Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi na Wakala wa Usalama wa Taifa kwenye ukanda wa Gaza kwa ajili ya utekelezaji mashtaka ya uvunja sheria, mamluki, majambazi na wale wanaoshirikiana na adui mzayuni. Taarifa hiyo imeongeza kuwa tunasisitiza kuwa operation za usalama za Wizara ya Mambo ya Ndani na Usalama wa Taifa zinaungwa mkono na makundi yote ya Palestina, na operation hii yenye lengo la kurejesha usalama na uthabiti na kusambaratisha magenge ya mamluki, wahalifu na wafuasi wa adui mzayuni inaungwa mkono na taasisi za usalama za Mukawama. Makundi ya Mukawama wa Palestina yameongeza kusema, tunawaomba raia wote kushirikiana na vyombo vya usalama na Wizara ya Mambo ya Ndani na kutoa taarifa kuhusiana na watu wanaosakwa na wafuasi wao. Tunasisitiza kuwa kuwaficha watoro na wahalifu ni uhalifu wenyewe. Taarifa hiyo imebainisha kuwa ujumbe wetu kwa magenge yote ya wahalifu wanaoshajiishwa na kufadhiliwa na utawala wa Kizayuni na idara zake za kijasusi ni kwamba Palestina si mahali pa mamluki, makatili, majambazi, na yeyote atakayethibitika kuhusika na jinai hizo ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria ya mapinduzi ya Palestina na hakuna atakayesalimika. Na nikwambie kwa sasa Governor Sinai Kaskazini nchini Misri amesema mamia malori ya misaada yapo tayari kuingia kwenye ukanda wa Gaza kupitia kivuko cha Rafah, lakini yanasubiri kibali cha utawala wa Israeli ili yaingize misaada hiyo ya dharura. Utawala wa Israeli ulifunga kivuko cha Rafah na kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia Gaza siku ya Jumatatu kutokana na mzozo wa Hamas kuhusu kurejeshwa kwa miili ya mateka. Anasema hatuko tayari kwa 100% tu, lakini 100% tayari kwa hali yoyote ijayo au maagizo yoyote yaliyotolewa na jimbo la Misri kuhusu kuingia kwa msaada wa kibinadamu au kupokea waliojeruhiwa, amesema Khalid Megawer, governor wa jimbo la Sinai Kaskazini la Misri ambalo linapakana na Gaza. Duru za habari zinaarifu kuwa baadhi ya malori ya misaada ya kibinadamu yalianza kuingia Gaza kupitia vivuko vingine Jumatano. Siku ya Jumanne Israeli ilitishia kupunguza kwa 50% kiwango cha misaada ya kibinadamu inayoruhusiwa kupelekwa Gaza chini ya makubaliano tete ya kusitisha mapigano na Hamas. Wakati huo huo, mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher ameitaka Israeli kufungua mara moja vivuko zaidi kwenye ukanda wa Gaza ili kuruhusu ongezeko la utoaji wa misaada. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile
Pedro Sanchez, waziri mkuu wa Hispania, amesisitiza kuwa makubaliano ya kusitisha vita Gaza yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina na Israeli yasifanywe kuwafidia mauaji ya kimbari yaliyofanywa na Israeli ukanda wa Gaza. Waziri mkuu wa Hispania amebainisha hayo kwenye mahojiano Jumanne. Amesema kuwa pande zote kuu husika katika mauaji ya kimbari yaliyofanywa Gaza wanapaswa kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Kinga kutoadhibiwa watu hao haipaswi kutolewa. Mwezi Novemba mwaka jana, mahakama ya kimataifa jinai ilitoa waranti na kutiwa mbaroni Netanyahu na Yoav Gallant, waziri wa zamani wa vita wa Israeli, kwa kutekeleza jinai za kivita dhidi ya Palestina kwenye ukanda wa Gaza. Waziri mkuu wa Hispania pia alisisitiza kuwa marufuku ya usafirishaji silaha kutoka na kuelekea Israeli iliyowekwa na nchi hiyo ingali inaendelea. Amesema Uhispania itaendeleza marufuku hiyo hadi kuimarisha mchakato wa kupatikana amani. Na makumi ya miji na mikoa kote Hispania imeshuhudia maandamano makubwa na migomo ya umma ya mshikamano na watu wa Gaza. Migomo na maandamano hayo makubwa ya nchi nzima yalifanyika siku ya Jumatano. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa maandamano hayo yalifanyika kwenye miji na mikoa takriban 200 na washiriki wakiwa wameshikilia bendera na mabango ya Palestina yenye nara kama vile uhuru wa Gaza, komesha mzingiro na hapana kwa vita, ndio kwa haki. Walitaka kukomeshwa kabisa kwa vikwazo na kuondolewa kikamilifu mzingiro dhidi ya Gaza na kutekelezwa kikamilifu vipengele vya makubaliano ya kusitisha vita. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.